Ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Hapo jana nilichambua vizuri kabisa kuhusiana na penalty ambazo klabu ya Simba ilipata. Lakini baadhi ya watu walisema kwamba nimechambua mpira kiunazi. Nimechambua mpira kiushabiki, kwamba mimi ni mshabiki wa klabu ya Simba. Lakini nilikuwa nimechambua mpira jinsi ambavyo ulivyokuwa. Kwa maana nilisema penalty zote mbili zilikuwa ni clear penalty. Sasa basi tunayo picha ikionyesha mchezaji akishika kabisa mpira ndani ya 18, ile penalty ya kwanza. Sasa utakwenda kuitazama vizuri mtazamaji Bongo Super Media. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, mchezo wa jana ulizua gumzo kubwa sana mara baada ya Simba kushinda bao 2-1 dhidi ya klabu ya Mashujaa kwa mikwaju ya penalty. Sasa watu wakawa wanajiuliza ni kwa nini Simba amepewa penalty zote mbili, lakini mimi nikachambua nikasema kwamba penalty zote zilikuwa ni clear penalty. Ya kwanza watu walikuwa na mashaka nayo, lakini ukitazama hii picha ambayo nimekuwekea hapo, unaona kabisa mchezaji wa Mashujaa mpira umeenda moja kwa moja katika mkono na yeye amenyosha mkono. Lakini kama ule mkono angekuwa anaufunga kama ulivyokuwa mkono mwingine kwamba ameubana katika usawa mapaja, basi isingeweza kuwa penalty. Lakini mkono huu aliustretch, kwa maana kutanua, kuongeza mapana ya mwili ili mpira usiende. Hivyo mpira moja kwa moja ukakutana na mkono na moja kwa moja mwamuzi akaamua ni penalty kama ambavyo unaona hapo. Huo ni mkwaju wa penalty ambao ulikuwa ni halali kabisa, ambao hauna makando kando. Lakini Watanzania wengi tumechagua kuweka ushabiki mbele kuliko kutazama mpira jinsi ulivyo. Haya, hiyo picha inaonyesha kwa ukaribu zaidi kwamba mpira na mkono vyote vilikutana na mchezaji Mashujaa aliuongeza mkono kama ameushika. Sasa wewe maoni yako ni yapi mtazamaji Bongo Super Media kuhusiana na tukio hili? Wewe uliona ilikuwa ni clear penalty ama sio clear penalty? Maoni yako ni muhimu sana. Unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Lakini pia ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe.